Tanzania hatuko vizuri tunapoangalia alama hizi. Kama sisi kweli ni mojawapo wa yale mataifa yaliyokombolewa na damu ya Yesu, tuangalie ufalme wake ni ufalme wa milele. Ufalme wake ni ufalme wa ukweli na uzima, yani uhai. Ufalme wake ni ufalme wa utakatifu na neema. Ufalme wake ni ufalme wa haki na mapendo. Ufalme wake ni ufalme wa amani. Na sisi tukoje? Hali sio nzuri, hali ni pete. Lakini hata hivyo tusiogope. Tumshukuru Mungu kwamba sisi tupo. Wenzetu wamekwenda kweli, wamekwenda kwa namna hiyo, lakini tusikate tamaa. Tusikate tamaa. Tufanye toba kwa jambo hilo lilofanyika katika nchi yetu. Tufanye toba kwa sababu dhambi ya namna hiyo inavyofanyika kitaifa, msifikiri kwamba adhabu itakayokuja itakuja kwa mtu mmoja tu au wawili. Itateremka kwenye taifa lile lile kule ambako ile damu ilimwagika. Itateremka na itateremkia sisi. Kweli ya uongo? Hiyo hakuna namna. Kwa hiyo ni lazima tufanye toba. Tumuombe Mungu toba. Tuache maneno mengi. Sisi tuingie kwenye mambo makubwa zaidi. Kwetu sisi wa Kristo, si wakati wa maneno na majungu mengi. Ni wakati wa kuona kwa kweli mojawapo ya zile zawadi za ufalme wa Yesu zimechezewa, zimeharibiwa. Na hivi tusikitike, uhai umeguzwa. Zawadi ambayo ni takatifu, zawadi ambayo ni azizi, imeguzwa, imeumizwa. Sasa hii tupende tusipende ni kosa kubwa, na ni lazima tuanguke magotini tufanye toba. Kwa niaba ya taifa lazima tufanye toba, maana ni katika taifa letu la Tanzania na sisi ni wanataifa. Tufanye toba, tuache maneno mengi. Tufanye toba, tumwombe Mwenyezi Mungu atusamehe, awasamehe waliofanya hivyo na alete hali mpya. Hilo ndilo la maana kuliko maneno mengi. Asaidii. Tufanye toba. Limefanyika jambo ambalo sio zuri, hata likipangwa namna gani ni kupoteza wakati, ni dhambi. Dhambi kubwa. Tuanguke magotini tufanye toba. Uhai umechezewa, zawadi hiyo takatifu imechezewa. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusamehe alivyo mwema. Tumuombe Kristo, tumuombe Yesu Kristo mfalme atuombee ili tuweze kuepukana na maadhabu ambayo tunaweza kuyapata kama taifa kutokana na kuchezea zawadi hiyo takatifu, zawadi hiyo azizi, zawadi hiyo ya kimungu. Tuombe, tufanye toba. Ile la maana tusali, tufunge kwa namna mbalimbali. Kwenye vikundi vyenu vijana, sali. Sio lazima utangaze ile, hapana, wewe mwenyewe. Lakini pia katika vikundi vyenu mnaposali rozari, mnaposali misa asubuhi, toleeni misa nyingi kwa ajili ya kuomba, kwa ajili ya kumwomba msamaha wa Mungu juu ya mambo ambayo yametendeka katika taifa letu takatifu, ambalo linaelezwa kwamba ni bustani ya amani, the garden of peace in Africa. Ni lazima tuombe msamaha ili tuweze kuendelea kuwa garden of peace, bustani ya amani, bustani ya haki, bustani inayojali utu, bustani iliyojawa na hofu ya Mungu. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusamehe na turudi hapo, ili taifa letu lililoko ndani ya mataifa, lililoko ndani ya moyo wake katika mataifa mengi, lisiadhiriwe au lisipate mateso yoyote kwa sababu hiyo. Tufanye tu, wala tusiogote. Sehemu nyingine pia ametokea mambo makubwa namna hii katika historia ya wokovu, lakini watu wakaanguka magotini. Kumbukeni kule Ninawi, walianguka magotini. Mfalme akaondoa viatu, akaondoa nguo za kifalme, akavaa magunia, akaondoa viatu, akatembea hivyo, wanyama hivyo, wakalala chini. Tufanye toba. Ndilo jambo la maana zaidi tunaloweza kufanya kama taifa na kama Wakristo wa Katoliki. Tuache maneno mengi, tuingie kwenye mambo makubwa zaidi. Mojawapo ya zile sifa takatifu katika ufalme wa Yesu Kristo mfalme umechezewa sana. Tusiogope. Tusiogope, bado Mungu ni mwema. Mungu ni mwenye huruma, Mungu ni mwenye rehema, Mungu ni mwenye fadhili. Atatusaidia, atatuondoa